Wananchi kama kawaida yao huwa hawana jambo dogo. Sasa moja kati ya usajili wao ambao waliutangaza kwa kina, kwa mbwembwe na kuendelea kupamba kutokana na namna ambavyo ulishushwa ni usajili wa Celestine Ekwa. Achana na Dumbia, achana na Kouma, achana na Musa Bala Conte, au ni miongoni mwa wale ambao walitambulishwa kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwa upande wa Wananchi ni pamoja na ishu ya kuweza kuwatoa wachezaji wake kwa mkopo. Kama unakumbuka, miezi kadhaa iliyopita tulishuhudia taarifa mbalimbali zikiwa zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia taarifa zikiwa zinathibitishwa kutoka kwenye vilabu ambavyo vilikuwa vinahusishwa na sajili hizo za mkopo, ni pamoja na Singida Black Stars. Sasa moja kati ya taarifa ambayo tayari imeshakuwa confirmed ni taarifa ya Ofen Chikola kuweza kutupwa pale Singida Black Stars kwa ajili ya kwenda kukiwasha kwa mkopo. Usajili mwingine ambao unazungumzwa zaidi ni usajili wa moja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri na kuteka mioyo ya mashabiki kwenye Mapinduzi Cup, na huyu si mwingine ni Celestine Ekwa. Achana na Ekwa, kuna Musa Bala Conte. Swala la Bala Conte tayari nimekwisha kukueleza ni kitu gani ambacho kinaendelea baina yake pamoja na timu ya Raja Athletic Club na ni kitu gani ambacho kimeweza kuamuliwa hadi hivi sasa. Lakini taarifa kuhusiana na Celestine Ekwa ni moja kati ya taarifa ambayo bado sijakupatia kile ambacho kinaendelea baina yao. Na sasa kaa ukifahamu kwamba Celestine Ekwa ataweza kutimka na kuelekea pale JS Kabylie, sehemu ambayo Yanga imekwisha kufanya mazungumzo ya awali na kila kitu kinaenda vizuri mpaka hivi sasa ambapo ninazungumza na wewe. Na taarifa ambazo nimezipata ni kwamba tayari mabosi wa Yanga wamekubali kuweza kumpeleka kwa mkopo kwenda kuitumikia JS Kabylie baada ya kuweza kufeli kwenye kile ambacho walikuwa wanaona ni rahisi zaidi kwao kumtupa pale Singida Black Stars. Mmoja kati ya watu ambao waligoma kwenda pale Singida Black Stars ni pamoja na Celestine Ekwa, lakini pia Bala Conte pamoja na Dumbia. Yani ni wachezaji ambao walisema sisi hatuwezi kwenda pale Singida Black Stars kwa sasa hivi, labda utupeleke sehemu nyingine au kuweza kuvunja kandarasi ambazo tulisaini baina yetu kutokana na kile ambacho ulikiamini awali kwetu, na tunaamini kwamba hatujafeli wala viongozi ambao wanatusimamia nikimaanisha mawakala wanaamini kwamba ni swala la kupewa nafasi tu na kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho. Sasa fahamu tu kwamba tayari Celestine Ekwa amekwisha kufanya mazungumzo ya awali pamoja na JS Kabylie pamoja na uongozi wa Yanga. Ni swala la muda tu kuweza kuamua ni nani ambaye atahusika kwa 100% kwenye kuhakikisha malipo ya Celestine Ekwa yanafanyika, lakini pia malipo mbalimbali ikiwemo gharama za malipo ya kodi, lakini pia na vitu vingine kama hivyo yanafanyika pasina kusumbuana. So dili ambalo linakaribia kukamilika ndo hilo, na tutamshuhudia Celestine Ekwa akikiwasha na JS Kabylie kabla dirisha dogo la usajili halijafungwa. Taarifa ndo hizo na kila kitu kinaendelea kufanywa ufafanuzi na uchambuzi yakinifu ili uhamisho uweze kufanyika vizuri na kila mtu ajue ni kwa namna gani ambavyo anaweza kufaidika na kile ambacho kinaamuliwa. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo niko nayo, na usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mshikaji wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Baadaye nitakuwa nakusanua kile ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye michezo, hasa ligi kuu ya soka Tanzania bara ambayo itaendelea baina ya Club ya Dar es Salaam Africans wakiwakaribisha Dodoma Jiji kwenye mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara baada ya kuweza kurejea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly. So till next time.